Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu na amuokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Mstari wa mwisho, naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaikata roho yake. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi na mchana wa leo. Asante maana uko nasi. Asante maana unatulinda, unatuwezesha, unatupigania. Takasa maisha yetu Bwana, kila mmoja wetu. Safisha dhambi zetu kupitia damu ya Yesu. Ibada ya leo tunaiweka mikononi mwako. Mahubiri ya leo tunaiweka mikononi mwako. Ukatufundishe Bwana, ukatusaidie kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwe nasi mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi tukae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuna baridi leo hivi? Tuko sawa? Sawa. Namshukuru Mungu leo tena kupata nafasi na kibali kwa ajili ya neno, na tutakwenda kujifunza kama kawaida yetu. Tutakwenda kujifunza, na mara nyingi sana tumekuwa tukitamka habari za damu ya Yesu, jinsi Yesu alivyoteswa, na leo tunaendelea kukumbuka jinsi gani Yesu alivyoteswa, jinsi gani alivyowekewa taji ya miba. Kama tulivyosoma, ukiwekewa taji ya miba, lazima miba itakuchoma na damu itatoka. Kwa hiyo Yesu alitokwa na damu nyingi sana wakati akiwa katika kusulubiwa kwake. Na leo tutakwenda kujifunza somo letu linalosema namna ya kutumia damu ya Yesu katika maisha yetu. Namna ya kutumia damu ya Yesu katika maisha yetu. Ni jinsi gani tunaweza tukatumia damu ya Yesu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hizi hatuandiki. Wanaoandika ni wachache sana. Katika mateso ya Yesu hakuna kitu cha thamani sana ambacho kipo kama damu. Yaani kuanza kuzaliwa kwa Yesu mpaka amefufuka, kitu cha thamani sana alichokifanya na kilichotokea kwenye mateso yake ni damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama leo tunashangilia wokovu, kama leo tunaendelea kufurahia maisha, ni kwa sababu ya damu iliyomwagika msalabani. Yesu kama singemwaga damu yake, leo tusingesema tumeokolewa. Haleluya. Kwa hiyo wokovu unatokana na damu. Hakuna wokovu wowote katika Agano la Kale na Agano Jipya bila kushirikisha damu. Tuna maagano mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale tulikombolewa kwa damu ya mnyama. Kondoo walichinjwa, mbuzi walichinjwa, njiwa walichinjwa kwa sababu ya ukombozi wa wanadamu. Sasa tulivyofika kwenye Agano Jipya, Bwana Yesu alileta damu yake ili katukomboe na yote. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huduma ya upatanisho inatokana na damu ya Yesu. Hakuna upatanisho wa mwanadamu na Mungu kama hakuna damu ya Yesu. Tunazungumza leo, sisi ni watu wa neema, sisi ni watu wa agape kwa sababu ya damu. Kilichotufanya leo
sisi na Mungu tunakuwa karibu, ni damu ya Yesu. Kwa hiyo leo tutakwenda kuangalia namna ya kutumia hii damu, kwa sababu kuna siri nyingi ambazo zimejificha ndani ya damu ya Yesu. Kwa hiyo leo tutakwenda kuziangalia hizo aina na namna gani ya kuweza kutumia damu ya Yesu. Itakuwa ni hatari sana Mkristo kama huwezi kutumia damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ni silaha tosha ambayo tumeachiliwa. Kule Israeli walivyokuwa Misri, kulikuwa na mapigo mengi sana ambayo Mungu alitesa Farao. Alituma nzi, akatuma chawa, akatuma vitu vingi huko, vingi upepo, wala Farao hakumwachilia mwana wa Israeli waende jangwani, waende kule wanakokwenda Kanaani. Lakini ilipokuja damu, kwa ukombozi wa damu, Farao aliachilia watu wake, aliachilia watumwa wakaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna siri kubwa ya damu. Damu si tu kwa ajili ya kutusamehe dhambi, hapana. Usitumie damu tu kwa sababu ya kusamehewa dhambi. Kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kuhusisha damu ya Yesu ikusaidie. Wakristo wengi ulimwenguni tunatumia damu wakati tu tunakosa, alafu tunamwambia Mungu tusamehe, tupatanishe kupitia damu ya Kristo. Sasa leo nitakuonyesha siri 5 au 4 ambazo zitakusaidia kutumia damu ya Yesu, alafu utakuta changamoto zinaondoka. Haleluya. Jambo la kwanza ambalo tutakwenda kuangalia, tunatumiaje damu ya Yesu? Tunatumia damu ya Yesu kwa ajili ya kujikomboa na vifungo, mifumo au urithi. Narudia. Jambo la kwanza, tunatumia damu ya Yesu. Hakikisha tumia damu ya Yesu katika vifungo. Tumia damu ya Yesu katika vifungo ambavyo umefungwa ndani. Tumia damu ya Yesu katika vitu ambavyo ni mifumo ya ulimwengu. Kuna mfumo ambao umeingizwa ndani, nitakuelewesha vizuri. Tumia damu ya Yesu pia wakati ambapo kuna urithi ambao umeurithi bila wewe kujua, kwa kujua au kutokujua. Basi tusome Petro wa kwanza, kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza. Ambaye anaweza kuwa tayari anaweza kafika akatusomea Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo unavirithi kwa baba. Ngoja tusome vizuri. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Unajua, unaweza ukajikuta umeingia katika mwenendo wa baba yako au mwenendo wa mama yako au wa bibi yako au wa babu yako bila wewe kujua, ukawa umerithi. Mfano, kuna magonjwa ya kurithi. Baba aligonjwa ugonjwa, babu akagonjwa, babu naye akagonjwa, mashangazi nao akagonjwa, ukajikuta nawe watoto wako wameingia kwa hayo magonjwa. Hivyo ni vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vihali fulani ambavyo unavikuta vilitokea kwa mashangazi, kwa mabibi, na wewe vinakutokea tu na huku umeokoka. Sasa usisha damu ya Yesu kujikomboa na hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali fulani unajikuta tu umekwama tu. Mbona kila nikifanya hivi, hii ndio njia wengine wanatumia, wewe ukitumia umekuta umekwama tu. Hebu angalia kwanza historia ya maisha yenu. Angalia kwanza babu zako walianzaje? Walitokea wapi? Hawa ndugu, kuna vitu ambavyo mienendo ya baba zao walijikuta wamerithi. Lakini mstari wa 19 unasema, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Yesu Kristo,
Ina maana tunakombolewa kwa damu ya Kristo. Kwa hiyo tunatumia damu ya Yesu kujikomboa na vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pia tunajikomboa kutokana na urithi. Unaweza kujikuta umerithi hasira ya babu. Yaani kila ukifanya hasira ishapanda. Kila ukijitahidi unajitahidi, hakuna hasira tu. Ukija kuangalia kumbe na babu na bibi hizo hasira ndio zilikuwa maisha yao. Haleluya. Sasa cha kufanya, husisha damu. Yaani husisha damu ya Yesu Kristo ikuondoe kwenye hicho kifungo. Kuna wengine kila ukiangalia utoke kwenye umalaya, kila uangalia utoke kwenye uzinzi, kila ukiangalia utoke kwenye njia fulani ya wizi, unajitahidi. Hakuna namna. Ulishashauriwa, hakuna jinsi. Husisha damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya Yesu inatuondoa kwenye vifungo. Tukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na 14. Hebu tusome hapo haraka. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na 14. Msomaji unaweza kutusomea haraka? Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na 14, Biblia inazungumza. Ndio. Naye alituokoa katika nguvu za giza na akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Makofi kwa Kristo tafadhali. Kutokana na Yesu Kristo au kutokana na damu yake tumekombolewa sisi. Biblia inasema kwenye vifungo vya giza, kinachoweza kutukomboa hapo ni damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha umehusisha damu ya Yesu katika kila namna. Sio tu vazi la kuvaa lile, hapana. Kile ni kitu cha thamani ambapo Kristo alikifanya kwa ajili yetu ili tujikomboe kwacho. Je, ni kitu gani wewe umerithi kutoka kwa baba zako? Hilo ni swali kubwa la kuweza kujiuliza. Ni kitu gani wewe umekirithi? Ni mfumo gani? Unajikuta ushapiga mke tu, dakika 2 ashapata makofi 2 matatu. Kila ukijitahidi watoto walishaumia huko. Ni kitu gani wewe umerithi? Yawezekana umeomba vya kutosha, lakini mara hii husisha damu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo tunatakiwa kuhusisha damu ya Kristo. Tunatumia damu ya Yesu dhidi ya maumivu yanayotusonga. Kila mwanadamu ana maumivu yake. Kila mwanadamu ana masikitiko yake. Kila mwanadamu ana vitu ambavyo vinamsumbua kwa maisha yake. Yawezekana vitu hivyo umetumia njia zote kutatua, lakini leo nakupa taarifa nzuri sana. Tumia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu hatuitumii tu kwa sababu ya meza ya Bwana, hapana. Inatumika sehemu nyingi. Husisha damu ya Yesu kwa ajili ya maumivu. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa 4 hadi wa 5, Biblia inasema ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika fadhaa zetu. Hebu tupasome Isaya sura ya 53 mstari wa 4 na wa 5. Soma kwa jina la Yesu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Endelea mtumishi. Alichukuliwa kwa maovu yetu. Ndiyo. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya, shangilia kwa makofi tafadhali. Kwa kupigwa kwa Yesu, kwa jinsi alivyotemewa mate, kwa jinsi alivyosokotwa na zile aibu, sisi tunafanyaje?
tunapona. Sasa ni jambo zuri, una huzuni yako, una maumivu ya ndani yanakusumbua. Si kila jambo linahitaji kikao. Si kila swala tukae vikao. Kama ni vikao leo, Kongo ingesha kuwa na amani kabisa. Kama ni vikao, vitu vingi vingesha kuaga vizuri. Angalia jinsi wabunge wanakaa kwenye vikao, mambo hayaendi. Lakini kuna wakati tunahusisha damu ya Yesu. Ukihusisha damu ya Yesu, mambo yote yananyooka, kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 147 na mstari wa 3 inasema Mungu huwaponya waliovunjika moyo. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye amevunjika moyo, Mungu anakuponya. Yawezekana una maumivu yanakutosha, yanakusumbua kweli. Kuna swala ukiangalia mbele, kulia, kushoto, hakuna jinsi. Usisha damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, tunatumia damu ya Yesu ikuunganishe na watu na vitu pamoja na ardhi. Tumia damu ya Yesu ikuunganishe na watu. Kuna wakati ambapo CV yako itakuunganisha na watu. Kuna wakati ambapo uraia wako utakuunganisha na watu. Kabila lako litakuunganisha na watu. Jinsi unavyoongea vizuri utaunganishwa na watu. Lakini watu ambao wameunganishwa kwa jinsi hii, kwa namna yoyote unaweza ukaingia pabaya. Lakini mtu aliyeunganishwa kwa damu ya Kristo, aliyepatanishwa kwa damu ya Kristo, huyo anakuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu. Piga makofi kwa Kristo. Sasa kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Mtumishi utasoma sana leo, tunafundisha. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Utakuta tumewekwa karibu na Mungu kupitia Kristo. Hebu soma. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 inasema, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Amen. Tumekuwa karibu na Mungu kupitia damu ya Kristo. Sasa hii damu ya Kristo inafanya vitu vitatu katika kukuunganisha na watu. Kwanza inakuunganisha wewe na Mungu, ndio upatanisho. Ile huduma ya upatanisho iliyokuwa kule jangwani, Mungu alileta kupitia damu ya Yesu. Hilo ni la kwanza, unakuwa karibu na Mungu. Damu hiyo hiyo inakuunganisha na watu. Sio kila msaada utaupata kutoka kwa mwanawe. Sio kila msaada utaupata kutoka kwa rafiki. Kuna msaada mwingine utaupata kupitia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unajua katika ofisi yoyote hapa duniani, ofisi yoyote unayoijua, kuna mtu Mungu amemwandaa mle kwa ajili yako. Yaani pawe pagumu kiasi gani, ofisi yoyote, kama wewe ni wa Kristo, Mungu ameandaa mtu mle ndani kwa ajili yako. Kama ni kampuni, kuna mtu ameandaliwa mle kwa ajili yako. Wewe ukiingia tu utajikuta umeunganishwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambapo Barnaba alimsaidia sana Paulo. Wakati Paulo, kitabu cha Matendo ya Mitume, sura 26 kule. Paulo baada ya kuokoka, kwanza alikuwa anatesa wanafunzi wa Kristo. Alikuwa anawaua. Ikafika hatua akampokea Yesu, akakutana na Yesu wakati anaenda Damaski. Sasa wale mitume akina Petro, akina Yohana wakamuona tu Bwana Paulo naye anataka jiingize kwao, kama na mimi nimekuwa mtume. Mbona walimkataa? Walimkataa. Wasema hapana, wewe huwezi kuwa mwanafunzi wetu, wala huwezi kuwa mtume kati yetu. Walimkataa. Paulo akawa na jinsi, huku ameokoka, lakini hakuna namna. Walimkataa. Lakini Mungu au Yesu Kristo kupitia damu yake akamtumia Barnaba, akamshika Paulo mkono, akaenda na Paulo moja kwa moja hadi kwa wanafunzi, akasema huyu ni mwanafunzi kati ya wanafunzi wenzetu.
na akamtetea. Piga makofi kwa Kristo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye hakuna jinsi, lakini Yesu atamleta mtu mmoja tu atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna wakati unaenda unafanya vitu vinakwama. Hacha mambo mengine, usisha damu. Mwambie Kristo, kwa damu yako tafadhali Mungu naomba njia hii ifunguke. Niunganishe na yoyote hapa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaendelea. Jambo la 4. Tunatumia damu ya Yesu kunyamazisha mashtaka. Damu ya Yesu tunaitumia kunyamazisha mashtaka ya adui. Unajua hatuna adui mwingine isipokuwa ni Ibilisi. Usione Ibilisi anamtumia mtu. Siku zote nasemaga haya mama. Ibilisi anaweza akamtumia mtu yoyote. Usione ule mtu. Mwangalie yule aliye nyuma ya huyo mtu. Hebu tusome kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 10. Nataka umuone huyo adui. Huwa namsema kila siku, lakini leo nataka umuone vizuri. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 10. Isome mtumishi. Amen. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Simama kwanza hapo. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Endelea. Simama hapo. Huyo mshtaki kazi yake ni kutushtaki mbele za nani? Za Mungu. Yaani yeye anatushtaki mchana na usiku. Hapumziki huyo. Yaani masaa 24 ofisi iko wazi. Endelea sasa. Mchana na usiku. 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Makofi kwa Kristo tafadhali. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Endelea. Na kwa neno la ushuhuda wao. Amen. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Unaweza ukakaa. Hawa watu ambao kitabu cha Ufunuo kinasema wakati Ibilisi anaishi mbinguni kama Lucifer, alivyoshuka vitu vingine vyote aliacha. Alivyoshuka navyo, huduma yake ya kwanza, huduma ya kushtaki. Ndio kazi yake. Yaani yeye hiyo kazi anaiweza sana. Anasubiri ukosee tu, alafu anaenda kwa Mungu. Mungu Eric sasa hivi ameshafanya hivi. Alafu Eric hafai kabisa. Si unaona kabisa. Kwanza wewe Mungu ni Mungu mwenye haki. Unakubali kabisa Eric anafanya hivi. Mungu anaangalia mimi ni mwenye haki. Eric kule kashakosea. Sasa cha kufanya hapa, Eric akihusisha damu ya Yesu, Ibilisi hana nguvu. Makofi kwa Kristo. Ukihusisha tu damu ya Yesu, mashtaka yote yanakoma. Sasa kama hujui kutumia hii damu ya Yesu, Ibilisi atakushtaki na kukushtaki na kukushtaki. Siku zote unakuta tu wewe mpaka mwisho unaanza kuona mimi sifai bwana, hata kanisani siendi. Yaani mimi kwanza sio wa Mungu tena. Ina maana umeshashitakiwa na kushitakiwa na mashtaka yanaendelea. Sasa utashinda haya mashtaka kupitia damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hizi roho za kushtaki watu ni za Ibilisi. Kazi yake yeye ni kutushtaki tu. Sasa ukihusisha damu ya Kristo, ukihusisha damu ya mwana kondoo, Ibilisi hana kazi. Tunaelewana watumishi? Amen. Tunaenda namba ya mwisho, namba 5. Tunatumiaje damu ya Yesu? Namba yetu ya 5 katika mafundisho ya leo. Tumia damu ya Yesu ikuwakilishe. Ikuwakilishe. Tunatumia damu ya Yesu kutuwakilisha. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi wewe kufikia baraka zako kama unavyofikiri. Yaani unaweza kuona mlango wa baraka ule pale. Sio rahisi kuufikia. Kwa sababu Ibilisi naye yuko makini, hataki ufikie zile baraka. Baraka ni zako, lakini kufikia pale sio rahisi.
Sio rahisi upokee tu. Sio rahisi. Yaani ibilisi hawezi akakuacha tu unaenda tu nimebarikiwa. Umebarikiwa tu. Sio rahisi unafikia kazi holela. Alafu ibilisi anakuachilia tu. Wewe ni mtoto wangapi kwao? Kwa hiyo ili uweze kupenya lazima utumie uwakilishi. Damu ya Yesu ikuwakilishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Ili watu washughulike na mambo yako, watu wakuone wewe ni wa thamani kwao, husisha damu ya Kristo. Kuna wakati uhitaji kuongea sana. Damu ya Yesu tu itaweka upatanisho. Utaona tu watu wanakupenda bila sababu. Watu wanashughulika na mambo yako bila sababu. Wao watajua ni kwa nini. Kumbe ni damu ya Yesu inawaunganisha mahali hapo. Sasa unaweza ukajiuliza, natumieje hii damu? Kwa sababu tumeshaambiwa tutumie damu ya Yesu katika hili. Na maana damu ya Yesu ndiyo dawa. Sasa natumiaje hii damu? Kuna namna 3 tu za kutumia damu. Kuna namna 3 nitakuonyesha sasa hivi. Namna ya kwanza ni ile tunayoijua kupitia meza ya Bwana. Hiyo ni namna ya kwanza, dunia nzima wanaijua. Wanatumia damu ya Yesu kupitia meza ya Kristo au chakula cha jioni, ambapo Yesu mwenyewe alikifanya na wanafunzi na akasema, sitakula nanyi tena mazao hayo ya divai au ya mzabibu mpaka siku ile katika ufalme wa Kristo. Tunaweza tukasoma kitabu cha Mathayo 26 hadi 28. Utakutana hapo Yesu alikuwa na chakula cha jioni na akatuambia tufanye hivyo kwa ukumbusho wake. Tunapotumia damu ya Yesu tunafanya ushirika na Mungu. Ndio maana mara kwa mara tunakuwa na ibada za meza ya Bwana. Hile inatufanya kuwa na ushirika na Mungu. Hiyo ni namna ya kwanza, na hiyo kila mtu anaijua. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya pili ambayo ni matumizi ya damu ya Kristo. Hii ni siri kubwa sana, nataka nikuambie leo. Tunatumia damu ya Yesu ya kunyunyizwa. Sasa tusome kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 24. Alafu nikuonyeshe hii damu inafanyaje kazi. Mfumo huu wa kunyunyiza damu unafanyaje kazi? Sio tu meza ya Bwana, unaweza kutumia damu kwa kunyunyiza. Usome mtumishi. 12:24. Ya Habili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kwa faida ya wote. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Nitege masikio hapa sasa unielewe. Habili ni mwana wa pili wa Adamu. Adamu alimzaa Kaini, baadaye akamzaa Habili. Huyu Kaini akamuua nani? Habili. Mwingine anamuita Abeli, hivyo hivyo. Sasa wakati huyo Abeli alivyokufa, Kaini akaanza kukimbia. Mungu akamuuliza Kaini, we Kaini wewe, Habili yuko wapi? Alafu kwa dharau zake akamwambia Mungu, mimi ndiye mlinzi wake. Mungu akamwambia, ninasikia damu ya Habili inanililia, inanitolea sauti. Inanililia hii damu. Ina maana hii damu ilikuwa inanungunika. Mungu akasikia na Kaini alipata laana. Sasa damu ya Yesu kwenye andiko hili inanena mema kuliko ile ya Habili. Ni damu ya kunyunyizwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika huduma nyingi sana hapa duniani nimewahi kuona kuna huduma moja tu nimekutana nayo, kama huduma 2 zinatumia damu ya kunyunyizwa.
na ni siri kubwa sana. Unajua wanafanyaje? Chochote mtakachokifunga duniani kimefungwa, na chochote mtakachokifungua kimefunguliwa. Unapochukua damu au juice au maji au chochote, alafu ukatamka kwamba kuanzia sasa haya sio maji tena, hii ni damu ya Kristo. Kwa wakati huo katika ulimwengu wa Kristo imebadilika, imekuwa nini? Damu. Narudia, wakati ambapo tukiwa na meza ya Bwana hapa, Mzee Butoi huwa anafika hapa na kuna maji yako hapa yameandaliwa, kuna divai kwa hapa inaandaliwa. Asiposema chochote mchungaji, tukinywa ile tumekunywa nini? Juice. Mnanielewa? Tumekunywa nini? Juice. Akitamka kwamba nabadilisha maji haya kuwa damu, inabadilika kuwa nini? Damu. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Sasa damu ile ambayo tayari imebadilishwa, si tu hiyo, unaweza kubadilisha chochote. Unaweza kubadilisha hata maji. Bwana, hapa nilipo sina jinsi, na haya ni maji, nabadilisha kuwa damu, najinyunyiza kwa ajili ya damu hii nipate wokovu hapa nilipo. Inafanya kazi wakati huo huo. Haleluya. Hizo ni siri za Kristo. Haya maji ninayakunywa kama maji, lakini nabadilisha kuwa damu, ifanyike dawa kwenye maisha yangu. Ukinywa umekunywa nini? Damu ya Kristo. Papo hapo. Lakini hautoweza kufanya hivyo kama haujaokoka, hauko sawa na Kristo. Hiyo ni siri inafanyika kwa wale walio vizuri. Wale ambao walikuwa kule jangwani, walitumia damu ya nyama, walikapaka tu kwenye mihimo ya milango. Yule alivyopita tu yule malaika akaona kuna nini? Kuna damu. Unaweza ukachukua maji ukaweka kwenye bakuli ukabadilisha kuwa damu, alafu ukanyunyiza kwenye nyumba. Umefanya nini hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Hii ni aina ya pili tunatumia, lakini hatufanyi sasa kama ushirikina. Kuna watu wanatumia kama ushirikina. Nimekuona, nimefika Kenya. Wakati niko Kenya niliona huduma fulani wanatumia damu ya kunyunyiza. Sasa ni kama chakula sasa. Damu ya kunyunyizwa. Sasa ni uchawi. Hii inafanyika mara chache sana. Kuna mambo ambayo hakuna jinsi, tumia damu ya nini? Ya kunyunyizwa. Aina ya tatu ya jinsi gani tunatumia damu, na hii ndio ya mwisho, tunatamka kupitia kinywa chetu kwa njia ya maombi kwa imani katika Kristo. Unasimama tu unasema kwa imani ninaitisha damu ya Kristo. Haiko hapo hautumii maji, hautumii divai. Unatamka tu kwa nguvu ya damu ya Yesu na kuamrisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaamrisha aina tatu. Ya kwanza nimesema kwa njia ya damu ambayo ni meza ya Kristo. Ya pili, usisha damu ya kunyunyiza. Kuna mambo hayaendi. Mtumishi mmoja anaitwa Abiona. Huyo ni wa Nigeria. Siku moja kwenye nyumba yake kulikuwa panya nyingi sana. Kila akiangalia akitafuta dawa na huwa panya zishi. Sasa ni panya kama panya au ni vitu vingine hivi? Unajua Nigeria kuna uchawi mwingi. Kumbe ni wachawi walikuwa wanatumia njia za panya. Nikisema panya tunaelewa panya. Suri. Walikuwa wanatumia hizo njia. Yule mtumishi kila wakati anasikia, kila akiona zile panya anasikia moyo hauna amani. Akasema sasa ngoja nihusishe damu. Akachukua maji akabadilisha. Akawa damu. Akanyunyiza nyumba nzima huko, akaongea. Kwa kupitia damu hii, panya yoyote ambayo si ya Mungu mahali hapa isionekane hapa. Kufika kesho hakuona panya yoyote. Panya zikao zimeondoka. Alitumia damu gani? Ya kunyunyizwa. Na damu ya mwisho ni hii tunatumia kwa maombi. Baba nitakase kwa damu ya Kristo. Ndo aina tatu. Wewe unatumieje damu ya Yesu? Je, unaimba tu kama peroke, unaimba tu?
Damu ya Yesu, damu ya Yesu, unajua ni silaha, unaitupa tu. Ukiona mtu anatumia njia nyingine mbadala, manake hajui kuhusisha damu ya Kristo. Kwa tunahusisha damu ya Kristo kwa ajili ya maendeleo yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa vifungo, kwa namna mbalimbali. Katika Pasaka hii tunapokumbuka Kristo, nataka niwaambie kwamba Kristo alikufa msalabani, aliteswa. Achana na vyote alivyoteswa, alivyoumizwa. Angalia damu iliyomwagika kwa ajili yako. Ikukomboe, ikuondoe katika haya yote niliyoyataja. Kuna mambo yanakuumiza kwa moyo, hakuna jinsi. Achana na vikao, achana na watu, husisha damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unapohusisha damu ya Kristo, tumefika mwisho, naomba tusimame. Unapohusisha damu ya Yesu kwa kila jambo. Kuna mwingine utakuta amefunguka tu bila wewe kujua. Wana wa Israeli walivyotumia damu kule jangwani, kule Misri. Unajua mpaka wa Misri walijikuta wanawapa wa Israeli vitu vingi sana. Waliwapa madhahabu, waliwapa vitu vingi, cheni, vitu vizuri vizuri. Walitumia nini? Damu. Kwa nasi katika ibada ya mchana wa leo, wakati tukikumbuka Kristo na mateso yake, tutakuwa na dakika 5 tu. Usishe damu kwa chochote kile ambacho unajua kinakukumba. Hiyo inakuwa ni siri yako. Kwa tutanyamaza sote, huku kila mmoja akiomba, wakilisha damu ya Kristo. Wakilisha damu ya Kristo. Sio wakati wa kuimba, ni wakati wa kuomba. Mwambie Baba, ninahusisha damu ya Yesu kwa hili. Changamoto zote ulizonazo, husisha damu ya Yesu. Nitaweka microphone chini, alafu tutaomba kila mmoja kwa wakati wake, tukiomba kuhusisha damu. Karibu katika maombi. Asante Kristo mwana wa Bwana. Nakwenda kuachilia damu ya Yesu katika vifungo vya maisha ya wana wako. Nakwenda kuharibu nguvu za ibilisi, nguvu za mwovu, nguvu za giza zinazokwenda kusambaa katika maisha ya watu wako. Ninaziharibu kwa damu ya Yesu. Kama neno lako linavyosema, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ninaachilia ushindi kwa watu wako. Ninaachilia ushindi kwa maisha yetu. Nikiharibu vifungo vya maisha yetu, nikiharibu vifungo vya mababu, vifungo vya urithi, magonjwa ya kurithi, presha za kutoka kwa wazazi, ninazifunga kwa damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu ikamwagike kwa kila mmoja wetu, ikamwagike kwa kila mmoja wetu, ikatakase maisha yetu, ikatuweke karibu na Mungu, na dhambi zikawe mbali nasi. Kama neno lako linavyosema, umetuweka mbali, kama ilivyo kaskazini na kusini. Kama ilivyo mbali kaskazini na kusini, ndivyo ulivyotuweka mbali na dhambi. Bwana, ninahusisha damu yako ituweke mbali na dhambi, ituweke mbali na maradhi, ituweke mbali na magonjwa, katika jina la Yesu. Asante Kristo, maana wewe ni Bwana. Jina lako libarikiwe katika jina lako. Kila aliyebarikiwa aseme amen. Na wote mwisho